mazingira yaliyopelekea machafuko. Ingawa lugha ya kulaani ghasia na vurugu za kisiasa ni muhimu, tunatambua kuwa matukio kama haya hayazuki bila sababu. Kila taifa duniani hupitia nyakati ambapo vijana wake au baadhi ya wananchi wake wanatoa hisia zao kwa njia isiyo ya utulivu kutokana na kutoridhika na baadhi ya mambo ya kisiasa na kiutawala, kutokusikilizwa maoni yao au kusikilizwa na kupuuzwa, upotoshaji wa taarifa kwa njia mbalimbali hususan mitandaoni, shinikizo au ushawishi wa makundi ya nje au ndani ya nchi yenye malengo ya kiuchumi, kidini au kisiasa. Ni jukumu letu kama viongozi wa dini kusema ukweli kwa upande zote kwamba vurugu hazijengi nchi, lakini pia kupuuza sauti za wananchi au kuchelewesha majadiliano ya kitaifa kunaleta misuguano inayoweza kulipuka na kuliangamiza taifa letu. Tunatoa wito kwa serikali kuweka utaratibu wenye uwazi na ustahamilivu wa kusikiliza hoja za wananchi bila vitisho, na inapotokea ghasia kuzishughulikia bila kutumia nguvu zinazozidi kiwango na bila kukwaza misingi ya haki za binadamu. Namba 4. Kuhusu hatua ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa katika ufunguzi wa Bunge la 13 imeweka wazi dira mpya ya matumaini na mwelekeo chanya kwa taifa letu. Katika hotuba hiyo, Mheshimiwa Rais ameeleza hatua muhimu zifuatazo: kuunda tume maalumu ya uchunguzi kwa lengo la kuchunguza kwa kina mazingira yaliyopelekea sintofahamu na malalamiko na kuhakikisha ukweli, uwazi na haki vinapatikana bila upendeleo. Kuachiliwa kwa vijana waliokabiliwa na mashtaka mazito, hususan wale waliojikuta wakivutwa na mkumbo wakati wa vurugu bila dhamira ya uhalifu, hatua inayoonyesha huruma, ustahamilivu na dhamira ya kupoza na kuponya majeraha ya wananchi. Kutoa dira ya maendeleo ya miaka 5 ikijumuisha mageuzi makubwa ya kiuchumi, kijamii na kisiasa ili kuimarisha msingi wa maendeleo ya nchi au ustawi wa vizazi vijavyo. Kuanza kwa mchakato wa marekebisho ya katiba ndani ya siku 100, hatua muhimu inayojibu kilio cha muda mrefu cha Watanzania kuhusu utawala bora, ushirikishwaji, haki na uadilifu katika mifumo ya kiserikali nchini Tanzania. Kunyoosha tena mkono wa maridhiano, wito unaosisitiza umuhimu wa kuacha mgawanyiko, visasi na mivutano isiyo na tija ili kujenga umoja wa kitaifa na kuimarisha mshikamano. Sisi kama viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania na sehemu ya jamii ya Watanzania tunaunga mkono kikamilifu mwelekeo huu mzima wa busara za hali ya juu na kiuongozi uliotolewa na Mheshimiwa Rais. Tunaona hatua hizi kama mwanzo wa safari mpya ya kutibu majeraha ya taifa, kuponya mioyo iliyoumia na kurejesha matumaini ya Watanzania wote
bila ubaguzi wa kimadhehebu, kidini, kikanda, kikabila na kichama. Tunatambua na kuthamini nia njema iliyomo katika hotuba hiyo, nia ya kujenga Tanzania yenye umoja, maridhiano, haki, amani na msingi imara ya utawala bora. Kwa msimamo mmoja, tunasimama pamoja na juhudi hizi, tukiamini kuwa ni msingi wa kujenga mustakabali ulio thabiti, wenye maridhiano ya kweli na manufaa ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo, tunatoa wito kwa taasisi za dini, vyama vya siasa, vijana, wazee, viongozi wa serikali, asasi za kijamii na kila Mtanzania mwenye kutanguliza maslahi ya taifa kuunga mkono kwa dhati mchakato huu wa kitaifa. Ni kweli, kupitia ushirikiano, hekima, mazungumzo na maridhiano ndiyo tutaweza kujenga Tanzania tuliyoikariri, yenye amani, heshima, maendeleo na uadilifu. Tunaunga mkono, tunayaheshimu na kuyapongeza maamuzi haya kwa sababu yanarejesha tumaini kwa wananchi na yanafungua njia ya mazungumzo badala ya makabiliano na mapambano. Namba 5. Kwa wito wa maridhiano, kusameheana na kujenga jamii mpya. Katika nyakati ngumu kama hizi, tunaona umuhimu mkubwa wa taifa kurudi kwenye misingi ya maridhiano. Maridhiano ni neno rahisi kulisema, lakini lina wajibu wa a. kusikilizana, b. kutathmini makosa, c. kusameheana kwa moyo, d. kuanza upya bila kubeba chuki. Tunawaomba Watanzania wote, wanasiasa, viongozi wa dini, asasi za kijamii, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi na usalama, vijana, wanaharakati na wananchi wa kawaida, kwanza, tusikubali ghasia hizi zibebe urithi wa taifa letu. Pili, tusikubali chuki na uadui iwe mbegu tunayoipanda kwa vizazi vijavyo. Tatu, tusikubali tofauti za kidini na kisiasa zituhukumu kuwa maadui sisi kwa sisi. Tanzania imejengwa juu ya misingi ya amani, udugu na mshikamano wa kitaifa. Tofauti zetu za kidini, kisiasa, kikabila, kikanda ni sehemu ya utajiri wetu, sio chanzo cha uhasama baina yetu. Tunatoa wito maalum kwa vijana kwamba tusiwe vijana wasiokuwa na uzalendo wala wasiolitakia mema taifa letu. Tuwe vijana wajenzi wa taifa, si waharibifu wa taifa. Katika Uislamu na katika taifa lolote lenye utaratibu, lenye ustaarabu, vijana ndiyo nguvu kuu ya mabadiliko, lakini mabadiliko hayo yanapaswa kuongozwa na hekima, uadilifu na ustaarabu. Katika wito huu tunasisitiza kwamba tukumbuke kwamba katika kila haki kuna wajibu. Msidai haki zenu huku mkasahau wajibu wenu kama vijana wa Tanzania. Taifa linawategemea kama nguzo ya kesho, na nguzo huimarika kwa kutekeleza wajibu, si kwa kuupuuza. Kila mzee wa leo aliwahi kuwa kijana wa jana, na kila mtoto wa leo atakuwa Gen Z wa kesho. Kila kizazi kina wakati wake wa kufanya kwa manufaa ya nchi. Leo ni zamu yenu, mfanye yaliyo mema kwa taifa letu. Tanzania tulionayo leo, iwe nzuri au mbaya, ni matokeo ya vijana wa jana
waliostahamili na kutimiza wajibu wao walipodai haki zao. Leo historia hiyo inaendelea kupitia ninyi. Tunaunga mkono tamaa zenu za mabadiliko chanya kwa taifa, lakini tunakataa kwa nguvu zote mauaji, vurugu na uharibifu wa mali. Kumbukeni, hatuna nchi nyingine. Serikali zinakuja na kuondoka kwa mujibu wa utaratibu, lakini nchi inabaki pale pale na ni yetu sote. Kwa hiyo, vijana wa Tanzania, chagueni kuwa nuru ya taifa, si giza lake. Chagueni kujenga, si kubomoa. Chagueni busara, si matumizi mabaya ya nguvu na hisia. Taifa hili ni lenu na mustakabali wake umo mikononi mwenu. Namba 6. Wito kwa serikali na taasisi za ulinzi na usalama. Baab Deo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.